Diamond Platnumz again. Diamond Platnumz amekuwa msanii pekee kutoka Tanzania ambaye anaenda kutuwakilisha kwenye tamasha la Summer Jam ambalo linafanyika Juni 20, 2025 huko nchini Marekani. For the first time, of course, hili tamasha linaandaliwa na kituo kikubwa sana cha radio kinachofahamika kwa jina la Hot 97. Au sio? Ni moja kati ya vituo vikubwa sana nchini Marekani ambao vina heshima kubwa sana. Diamond Platnumz for the first time anapata invitation ya kwenda kuperform katika tamasha hili hapa. Hii ni maana kubwa sana kwa muziki wa Tanzania, ni maana kubwa sana kwa muziki wa Bongo Flava kwa sababu inatuheshimisha na kufanya tunafungua milango ambayo ilikuwa imefungwa. Niko na binti wa Jerry, Sarafina Jerry, kwa ajili ya kuzungumzia hili hapa la Diamond Platnumz. Oh yeah? Yo, tuko na bahati kubwa sana. Unajua mimi Summer Jam kwa upande wangu mimi nimeanza kuifuatilia mwaka 2012. Nakumbuka show ngapi hapo? Miaka 2012 mkubwa kabisa. Mkubwa kabisa nishaanza kufuatilia mambo ya kiburudani. So Summer Jam ni na simu mshaanza kupokea za usiku. Kabisa. Mapema. Summer Jam ni tamasha kubwa sana kwa nchini Marekani kwa upande wa burudani. Kwa sababu unajua one thing kuhusu matamasha yanayoandaliwa na vituo vya radio au TV ni kwamba wasanii wengi wana participate. Yaani wawe wa hip hop au wa muziki mwingine R&B au reggae au ni watu ambao wote wana deal moja kwa moja na radio au TV. Ni sawa sana hapa nchini ulikuwa unaona Fiesta ilivyokuwa. Sasa ni kama Fiesta tu hapa. Na wao kule Summer Jam tu hao wakina Nicki Minaj, sijui wakina Drake, wakina Lil Wayne. Summer Jam ni nyumbani kwao kabisa yani. So ni tamasha ambalo limesha kutanisha wasanii wengi sana pamoja. Mimi nakumbuka one of the best shows ambazo nimewahi kuziona Summer Jam ni ya Nicki Minaj na Drake kipindi hicho ana date na Lil Wayne. It was amazing. Kama utapata time kaitazame Summer Jam tour ya mwaka 2012. So Diamond kupata nafasi kwenye tamasha kama hili ambalo linafuatiliwa sana kwa nchini Marekani. Yaani wadau wa muziki wengi wanaitazama Summer Jam. Yaani kama ukipata nafasi ya kuperform Summer Jam, tunajua una potential. Yaani hatuwezi kuchukulia kawaida. Ni sawa sana huku mtu akipata nafasi Wasafi Festival au Fiesta. You understand? Unaona kabisa huyu atakuwa na potential huyu. Utamzingatia tu. Sasa niambie kijana wetu ametoka Afrika Mashariki anakwenda huko Nipe list ya wasanii ambao wataenda kutumbuiza na Diamond Platnumz. Diamond ataungana na wasanii kama Ebugi with the Hood. Huyu ni rapper kutoka nchini Marekani. Kuna Ghana, kuna Gorilla, kuna Moonlong, kuna Ashake kutoka Nigeria, kuna Ira Star, kuna Jarul, legend kabisa, lakini pia Ivy God, kuna Cash Doll, kuna Bobby Condas, kuna Jaba, lakini pia kuna Masika, kuna Jimmy Jones na marafiki zake pia, kuna Kylie Rich, kuna Jen Carter, kuna Tata, alafu ndo tuna Diamond mwenyewe. So ni tamasha ambalo litafanyika, itakuwa ni tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2025 na ticket tayari zishaanza kuuzwa. Hivi kwa haraka hili haliwezi kuwa ndo tamasha ambalo Diamond Platnumz anaenda kutumbuiza mbele ya watu wengi zaidi nchini Marekani? I don't know. Sina hizo takwimu. Yaani festival kubwa zaidi ambayo Afro Nation inafanyikaga Ureno, si ndio? Kwa Marekani I think kama sijakosea, hii ndio itakuwa show ya kwanza ya Diamond Platnumz kwenda kutumbuiza kwa watu wengi zaidi nchini Marekani, kwenye ardhi ya Marekani. Of course anaenda kupiga clubs na nini ile, so festival as a festival. Sikumbuki vizuri kama kuna sehemu jamani nimekosea, nimesema ukweli, sina information za kutosha kuhusu hilo kama nimesahau, lakini kumbukumbu zangu kichwani inawezekana hii ikawa ni platform kubwa sana ambayo Diamond Platnumz anaenda kuitumia nchini Marekani. Na nimeona na wao wamesha post kule kwenye account yao wamesha post kwamba Diamond wampe sasa na interview pale. Interview pale so poa Hot 97 yani nafikiri mahusiano ni mazuri. Hivi hapo ndo anafanya kina Big Boy? Big Boy ni nyingine. Big Boy Neighborhood na ya kwake hiyo. Big Boy Neighborhood. Sawa, anafanya kazi kwenye kituo lakini
I'm not sure. Wala kina Shalman nini wanafaa kwenye kitu gani? Wakina Shalman sasa. Ndo wako hapo. Breakfast Club. Sidio? Power 97. Yeah. I think so. Yeah. I think so. Huku kuna Funk Freaks. Funk Freaks. Yeah. Lakini sasa ndo nafanya kazi na kina nilio DJ MVE, right? Yeah, wakina DJ MVE. Ni Breakfast Club. Maana yake ni kwamba tunaomba sasa, umemtumia Diamond kwenye tamasha lenu, tunataka na sisi Diamond aende kafanya interview pale, kwa sababu unajua kiwalisia kile kipindi cha Breakfast Club kinatazamwa na kusikilizwa sana. Ni kipindi ambacho wanavyosema sasa, nilikuwa napitia some document Sarafina. Ili uweze kufanya pale unalipia $200,000. Ili wewe ukitaka wewe kwenda kufanya interview pale, PR interview le, unajinasibu, unatamba na nini kwenda kujitambulisha pale, ni $200,000. Unazungumzia karibu milioni 500 za Kitanzania. You understand? Kwa naamini kabisa kwa nafasi hii ya Diamond kwenda kutumbuiza kwenye tamasha ambalo linaandaliwa na hii radio, pia itatengeneza fursa kwa Diamond Platnumz kwenda kufanya interview pale. Ukienda kufanya interview sehemu kama hii, inakufanya utanue wigo wa watu kukufahamu zaidi. Diamond anafahamika. Diamond akutane na Shalman the God. Shalman akikukubali una mpinzani. Unajua Shalman ndo anakuwa kama against. Yaani unajua Shalman ndo ile issue ya Tyler ilivyotokea. Anakaza sana. Shalman ndo ali mind kwa nini mnajibia kutoka huko? Yaani kwa nini tunamuuliza huku mnajibia nyinyi kutoka huko nyuma? Inakuaje? So kama Diamond atapata nafasi ya kwenda pale, atapata nafasi ya kukutana naye, kwa sababu sio kukutana kutakusaidia nini? Tunataka interview. Tunataka interview, kijana wetu akae pale apate interview. Lakini we proud of you, our brother, our very own brother. Unajua Diamond bana, tumpe maua yake. Kiukweli anatuwakilisha. Unajua watu wanaweza kaona Diamond kaenda basi ni simple place to go. Lakini so simple. Kwanza sio kwenda tu kuperform kwenye Summer Jam. Jina lako kutajwa tu. Summer Jam, bro. We talking about Summer Jam. Hili ndo tamasha kubwa kipindi cha majira ya joto kwa Marekani. La kimuziki. Hata kipindi ulivyoenda nakumbuka uliniambia. Yeah, unakumbuka? Exactly my point. Mwambie wapi ushuhuda. Labda Summer Jam ya Mwanjelwa. Eti ya Mwanjelwa. Hapo sawa, kama Mwanjelwa nakubali. Umekuwa hater, sio? Yeah, kikubwa tu ni kwamba hongera kwako Diamond Platnumz. Hizi fursa naamini haziji tu ukiwa umekaa ndani, Kwanza haziji kirahisi. Ni fursa ambazo zinapambaniwa. Unaweza kukuta huwezi jua kapambana kiasi gani kupata hiyo nafasi. Na hatuwezi kupuuza hizo juhudi ambazo yuko nazo. Lakini kama hakwenda mwenyewe face to face kuitaka hiyo nafasi au kupambania hiyo nafasi, basi kazi zake ndizo ambazo zimemfanya wao kumuhitaji Diamond Platnumz. Trust me, kazi zake haziwezi kuwa zimeenda tu zenyewe. Kwa nini? Amejipambania. Dunia sasa hivi inataka connection. Unafikiri kufanya vizuri tu peke yake inatosha? Sasa si ungemwona kila mtu anafanya? Wangapi wanafanya vizuri na unawajua? People need connections, my brother. Nasemaga kila siku Diamond amekosa msaidizi. Nikisema hivyo watu wananichukia. Kosa msaidizi? Amekosa msaidizi. Kwenye muziki, yani kutupeleka kimataifa. Yeah, sure. Amekosa. Anayesema ni Ricky. Amekosa msaidizi. Kwani mwingine nani? Hiyo sasa sema tu mwenyewe. Tunaishia tu kuwa papa tu tunapambana Kenya hapo. Kikubwa ninachokuambia ni kwamba wenye vipaji, wenye uwezo ni wengi. Lakini una connection? Hauna connections au unazitafuta? Unafanya nini? Na connection haupewi bure. Watu wanalipia pesa. Bwana, big shout out kwa wewe ambaye umetutazama mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Ricky na nilikuwa na Sarafina Jerry behind the camera, mama KB Pixel. Bye bye.